Habari ya wakati huu, mbele yako ni mkurugenzi mtendaji wa Jesto Hardware, kwa majina anaitwa Jesto Roden Ngira. Jesto Hardware tunapatikana Dar es Salaam, Kariakoo, mtaa wa Nyamwezi na Malondo. Njombe pia tunapatikana mkabara na stendi ya zamani. Jesto tunashughulika na vifaa vya ujenzi aina mbalimbali, vikiwemo vifaa vya useremala, yani handles, mikono ya makabati, miguu ya masofa na mapambo ya aina mbalimbali. Pia tunadili na bodi za aina mbalimbali ikiwemo MDF, melamine, marine bodi, block bodi na bodi za aina mbalimbali. Jesto Hardware tunadili pia na vifaa vya uchomeleaji ikiwemo mashiti, square pipe, black pipe, stiki za kuchomelea, yani stiki za kawaida, stiki za udongo na stiki za stainless steel. Jesto Hardware pia tunadili na vifaa vya bomba vikiwemo PVC pipe, IPS pipe, GS pipes na fittings zake pamoja na coil za aina mbalimbali. Na mwisho ni kukaribishe dukani kwetu Jesto Hardware kwa kufika Dar es Salaam, Kariakoo na Njombe stendi ya zamani. Dar es Salaam tunapatikana kwa nambari ya simu 0763159797 na Njombe tunapatikana kwa nambari ya simu 0762156464. Hebu Jesto Hardware, kwani Jesto Hardware we are the factory. Asante. Naam, hii ni Asili Yetu TV na mimi ni Uncle G. Asili Yetu Lada Tour, bado tuko kwa Songwe, lakini tuko na wenyeji wetu ambao wametupokea, tunapiga nao story. Kuna vitu vingi ambavyo tunatamani kushare story ili tujifunze. Safari ya maisha tunahitaji kujifunza zaidi. Madam Cheka, nimefurahi kwanza kukuona. Hongera sana. Dada mwenyewe mwenye mji wake. Nashukuru sana, karibuni. Asante. Natamani kufahamu sasa jina lako halisi. Mimi naitwa Getruda Aringa au Madam Cheka. Okay. Majina yangu halisi. Mcheka imekuwaje hii? Madam Cheka. Kwanza madam kama madam bwana. Kazi yangu. Okay. Kazi yangu, kwa hiyo kuna watu wanafunzi wangu madam basi ikaenda mtaani. Okay. Tunapomzungumzia Getruda, ni nani hasa kwenye jamii? Getruda kwanza ni huyo Madam Cheka. Okay. Nikasema ni mwenye hiyo sura ya Madam Cheka. Cheka ni Cheka Company ambayo tunajishughulisha na matangazo ya biashara, lakini pia ni waandaaji wa wasanii wa gospel, bongo flava, wajasiriamali, waigizaji, yani sanaa, yani kapu lote la sanaa unalofahamu sisi unapita nao. Na wewe ndio mkurugenzi. Si ndio mkurugenzi. Sisi kabisa wao. Ulitoa wapi ujasiri huu? Mimi naenda nikasema Mungu, uthubutu. Mimi jambo langu nadhani ilikuwa ni kitu ambacho nakiona. Yaani kila nikikaa sijui ni maono, sijui ni ndoto, naona tu niko kwenye majukwaa makubwa. Nilikuja nikampa story rafiki yangu. Kamuuzia. Nikamwambia unajua ninapozunguka makanisani, kwa sababu nilikuwa kidogo kanisani, mimi ni mwalimu. Nilikuwa mwalimu kanisani. Kwa hiyo walimu wangu nilikuwa najikuta natoka kwenye kanisa hili na naendelea kufundisha masuala ya ujasiriamali, masuala ya fedha kama hivi. Kwa kila nikienda na waona wale waimbaji wa nyimbo za injili wanaimba, wanapigiwa makofi, wanakaa, wanapigiwa makofi, wanakaa. Hivyo ni kuwakutanisha kwa pamoja. Wakatambulika. Wanaweza wakakua kuliko kufahamika tu kanisani kwake alafu anaishia. Lakini pia nikavifikia vyombo vya habari kama redio ambazo tuko nazo hapa kwetu Songwe. Nikamwambia hivi hawa nikienda nao kuwafanyia promo kwenye maredio wanaweza wakatambulika. Na nikaanza kuzungumza na mmoja baada ya mwingine. Nikaona hana uwezo wa kwenda labda kufanya interview. Kwa hiyo ile baada ya kufanya ule utafiti ndio kitu ambacho kilinisukuma kwamba naweza. Kwa mara ya kwanza 2023 anza rasmi kabisa kwa Cheka awali. Sasa hivi tuko msimu wa ngapi? 2023 nilifanya mara mbili. Mwezi wa 7 na mwezi wa 12. Kwa mwezi wa 7 nilifanya na gospel. Alafu msimu unaofuata sasa wa pili nikafanya na bongo flava, wajasiriamali mbalimbali. Okay. 2024 pia nikafanya mbili. Gospel na hizo sanaa nyingine. 2025 mwaka jana kulingana na hali ya uchaguzi nikafanya moja tu gospel. Kwa mwaka huu tena tuko kwenye maandalizi. Umekucha. Mama ni msimu wa 6. Ulali mama. Msimu wa 6 ndani ya miaka 5. Hamna kulala. Okay. Changamoto nataka kufahamu utofauti kati ya watu wa gospel na watu wa bongo flava. Kuna nini hapa kuna utofauti gani?
Tofauti ni mkubwa sana sana sana. Kwa mara kwanza nilichamka kufanya kazi sana na gospel, nikiamini ni sehemu rahisi sana sababu ya imani niliyokuwa nayo na imani niliyokuwa na. Lakini changamoto iliyopo, wasanii hawako huru. Wale wasanii waimbaji hawako huru kabisa, kwa sababu wengi wanamilikiwa na wachungaji wao. Okay. Kwa ukimwambia anasema huyo Cheka ni nani? Ameokoka. Roho Mtakatifu, yani kuna Roho Mtakatifu hapo katikati. Kwa unakuta utakaowapata ni wale ambao wachungaji zao watawaruhusu au wale wanaojitegemea wanaotoka KKT. Kuna makanisa hayawabani washirika. Lakini kuna makanisa yanawamiliki, yani mpaka unaona huyu bwana anamilikiwa na dunia. Unadhani kupitia kumilikiwa huko kunaweza kuchangia huduma yake kukua zaidi au kushuka? Huduma inashuka kwa sababu anakuwa hayuko huru kwenda kwenye jukwaa lolote bila baba kumuongoza. Kwa hiyo ndani yake inashuka, kwa sababu wengine wanasema njoo hapa Tunduma eneo C kidogo fanye kazi. Baba aseme. Kwa hiyo baba aseme kwa ni changamoto. Hiyo ndio changamoto kubwa. Yes, upande wa Bongo Flava kule bwana ni freestyle. Kule ni free. Wale watu bwana wanachangamkia fursa. Wanachangamkia sana fursa. Changamoto ni uelewa, labda wengi hawajaenda shule. Pia elimu hata ya kusema hata ya darasa la kwanza tu mpaka form 4 ni muhimu sana kwa kila mtu. Wengi unakuta hawana uelewa, lakini ukikaa naye ukimwelewesha basi kule hakuna changamoto. Okay. Na swali la kizushi, umeokoka? Yes, nimeokoka na mpenda sana hiyo. Okay. Sasa kwenye ulokole na huku kwenye Bongo Flava unaweza vipi kukabiliana nao, yani namna ya kuendana nao? Kwa sababu na imani ukienda kwenye hawa watu wa Bongo Flava una uwezo wa kuchange muonekano ukaendana nao wao. Yes. Unajifunza kwa mtumishi wa Mungu Masanja, ukimpeleka kwenye comedian anaenda kama chizi, ukimpeleka kanisani anasimama kama baba. Yeah. Sasa upande wa kwako, nadhani tangu umeniona kuna kitu nimeweza kujifunza. Hata nikasema mimi na uwezo wa kumuingia mtu yoyote, nikaingia kwake na nikatoka vizuri tu haya kwa aina yoyote. Na mtu mwingine nina uwezo wa kumfungulia mlango akaingia na akatoka na akawa yuko fresh tu. Okay. Kwa hiyo kwa namna nilivyo inanipa urahisi sana. Hata kama nina huzuni sana, ile mtu akajua mimi na huzuni. Hata unikute msibani sasa, yani lili nalia. Lakini hata nikamaliza na tukacheka tukafurahi. Lakini sio kwamba sina maumivu. Maumivu yapo, lakini sijaruhusu maumivu yangu mimi yakae mbele. Siku zote mimi maumivu yangu napambana nayo nyuma. Kwa hiyo kitu kama hicho mtu ananiona very charming. Itakuwa ni rahisi sana kuweza kuzungumza na kila mtu na kwenda kwenye kundi la lolote. Okay. Tukija kuangazia kwenye jina lako la kampuni, mtu ambaye anakutazama sasa hivi anataka kufahamu ni shughuli gani hasa ambazo unadiri nazo, yani unacheza nazo wewe kama wewe? Okay, kwenye kampuni tunafanya vitu vingi. Kwanza kitu cha kwanza ndio utoaji wa tuzo ambayo ndio hiyo Cheka Award. Okay. Lakini kitu ya pili ni kufanya matangazo ya kibiashara. Lakini cha tatu kufanya vipindi vya Okay. Hivyo ndio vitu ambavyo radio pamoja na TV. Okay. Tunavozungumzia tuzo, hizi tuzo ambazo wewe unaziandaa mpaka sasa hivi tuko na support, na mimi nijifunze bwana. Mwanzo ilikuwaje? Tulitoa kutoka mfukoni? Je, zilirudi au zilipotea? Na je, tulikata tamaa au hatukukata? Naweza nikasema kwanza ni huduma. Naweza nikasema ni huduma. Kitu chochote unachokifanya kwa jamii ni huduma. Kwa hiyo kwa mara kwanza ninaanza haikuwa ni rahisi. Wakati niliona kwamba ni rahisi, yule mtu aliyekuwa ananiongoza kidogo alinipa urahisi zaidi, nikahisi ni rahisi. Lakini nilitumia pesa yangu mfukoni kwa asilimia 10 niliweza kupata msaada. Na nikamaliza na nikapata madini. Nilipomaliza ile nilikuwa very stress. Yaani kwa mara ya kwanza nikasema hivi hapo sikuweza kumsimulia mtu mwingine, labda mtu anayeona na sijaifanya interview nadhani sehemu yoyote kumwambia mtu kwamba napitia changamoto. Sasa asili yetu labda tu ndo kazi yetu hii. Nilipitia nenda nikasema msongo wa mawazo. Ulikutesa kweli kabisa, ulinitesa kwa sababu pesa niliyokuwa natamani nijenge kipindi hicho nimeweka msingi nikaitumia, kwa sababu kila siku matumizi yalikuwa mapya. Yaani unaamka asubuhi inatakiwa hiki, unaamka asubuhi inatakiwa hiki.
Kwa nilienda nacho. Na kumbuka mgeni wangu rasmi wa kwanza kabisa alikuwa katibu mkuu, katibu tawala mkoa wa Songwe, alikuwa Bi Happiness Meda. Kwa hiyo nashukuru Mungu nilipokutana naye pia alinitia moyo, fanya. Kwa hiyo nilikuwa na watu wengi walikuwa wanafanya fanya. Msimu wa pili pia ukaenda hivyo, lakini tayari kuna namna nikawa nimejifunza. Kwa hiyo nakumbuka ni sponsor wale pamoja na kuuza tiketi na vitu kama hivyo vilikava, sikuondoka na deni. Nikajikuta pesa yangu mfukoni na wale sponsor, sijaondoka na deni kidogo, ile pressure ikapungua. Okay. Msimu wa tatu pia nikaendelea kujifunza. Bado pesa yangu mfukoni 50% nawekeza. Kwa hiyo nimekuwa nikiwekeza, bado sijaanza kupata. Okay. Tunavotazama sasa game jinsi tu linavyoenda, unajiona kuwa nani hapo baadaye? Kwanza najiona kwa Madam Cheka fulani ambaye ataweza kutengeneza watu wengi sana. Mpaka sasa hivi nimetengeneza watu wengi ambao najivunia, kwa sababu kuna watu walikuwa wanafanya biashara lakini biashara zao haziendi pale zinapotaka. Kupitia mimi wameweza kufanikiwa sana, na ninaona mafanikio yao makubwa kuliko vile mimi nilivyokuwa nataka. Ukiwa nyumbani unapenda chakula gani? Mimi bwana napenda mboga, yani napenda mboga alafu napenda yani kikubwa niwe na shughuli yoyote. Nitakao nikipu, yani nimesogeza kiti, nimeona leo kochi kitanda leo kimekaa hivi, nikibadilisha. Wewe ni kuwachanganya wachawi tu. Yes, yani lazima uchanganyikiwe. Okay. Na mavazi gani ambayo tunapenda kuyatumia sana? Mimi ni kwa vile tu niko Tanzania. Wa Ulaya huko. Yes, I like. South Africa huko. Napenda stara lakini nikiwa mazingira nyumbani basi napenda nijiachie. Nivae official nivae. Mimi navaa kulingana niko wapi. Okay. Kwa Tunduma basi nivae Tunduma, nikiwa kazini huko nivae yes. Mimi utanikuta kulingana, nimevaa kulingana na musta. Wanasema nini ile? Kulingana na mahali ambapo muktadha unasemaje. Okay. Huwezi kuchanganya mafai kwa klabu ukinikuta labda niko tua huko mpanga Kipengele basi nitavaa hivyo. Umetisha sana. Na chakula gani unakichukia kabisa? Chakula ambacho nakichukia hada nyoka. Hili tu nyoka. Sio mpenzi wa nyama kama nilivyosema. Mimi napenda mboga. Lakini chakula ambacho sili kabisa hada nyoka. Lakini chakula chote ambacho kinaliwa na binadamu na uwezo wa kujaribu. Labda vyakula vya Kichina hivyo. Lakini vya Kitanzania tunaondoka navyo. Yote. Popote naishi, popote kambi. Kitu gani unajivunia sana uwepo wako Tunduma? Mimi najivunia vitu vingi sana, kwa sababu kupitia mimi kuna watu wameweza kutangaza biashara zao ambao hawana kipato kikubwa. Mimi ndo nadili nao sana wale watu ambao hawana kipato kikubwa, ambao hawawezi kuleta hata matangazo moja kwa moja. Kwa hiyo mimi nakuwa kama collection wao, wanaungana kwa pamoja, kila mtu analipa kidogo kidogo, ndo tunafanya mambo haya. Okay. Hiyo ni kitu kikubwa sana. Kitu kikubwa. Okay. Na mchezo gani unaupenda sana? Oh my God. Napenda basketball. Hata kama hivyo. Lakini mchezo mwingine ambao naweza nikaa na ufurahi na wish ni pool table. Pool table tunacheza? Napenda. Unapenda? Yeah. Okay. Na muziki gani ambao wewe ukiwa nyumbani, yani umeshinda nyumbani, uko free kabisa, muziki gani unapenda sana kusikiliza? Mimi napenda nyimbo ya taratibu yoyote. Pendi vibe, yani pendi nyimbo ya kelele. Yani ya kelele unanitoa kabisa kwenye uwepo. Napenda nyimbo yote ya taratibu. Iwe ni ya gospel, lakini iwe taratibu. Itakao nipa feeling fulani hivi. Iwe ni feeling za kumtafuta Yesu, iwe ni feeling nimemiss somewhere. Iwe ni feeling za kujutia. Unajua kuna vitu unaweza ukawa unavifanya kwenye maisha yako unaona lakini wimbo kuna muda mwingine hapa sijafanya hivi. Okay. Kitu chochote kitakacho, na mimi kupitia nyimbo napata mawazo na napata pia ubunifu kupitia sana nyimbo. Nikipata ule utulivu napata vitu, kwa sababu mimi nafanya matangazo pia. Kwa hiyo mtu amenipa tangazo lake, siwezi kusema jamani leo ndio mweke kelele. Yani kuna namna lazima upate maneno ya huyo mteja
Kwa hiyo kama sina utulivu sitapata hivyo vitu. Kwa hiyo mara nyingi sana napenda I say nimeenjoy sana. Kuna vitu nimevipata kutoka kwako. Nimefurahi sana. Una kipi sasa cha kwanza kabisa tuweze kuangazia uji wetu wa Asili Yetu Ladha Tour kutoka Njombe mpaka Tunduma. Cha kwanza binafsi umeupokeaji, alafu tutaendelea hapo mbele. Kwanza kwa mara kwanza dada Asha ananiambia kushtuka sana kwa sababu kwa hapa nilipo napata interview nyingi. Lakini mara nyingi huwa naangalia. Yaani ukishanitafuta lazima niangalie. Wewe ni biashara. Yaani wewe ni biashara. Kwa sababu mimi kukuposti mimi tayari Madam Cheka ni biashara. Ni biashara. Nina watu zaidi ya 10,000 na wanaonitazama. Kupitia tu WhatsApp. Tena na hiyo mitandao mingine ya kijamii. Kupitia tu WhatsApp. Lakini kupitia tu kipindi changu watu wengi wananifuatilia. Kwa hiyo unaponitafuta lazima niangalie wewe ni biashara. Kwa hiyo nikaangalia, mimi nimebeba makampuni mengi, ni balozi wa makampuni mengi. Kama hivi naibeba Tunduma University. Popote pale unajua madam anafanya kazi Tunduma. Kwa lazima niangalie hao watakuwa biashara. Yaani wewe utakuwa biashara. Nikikuta wewe biashara, free, tutazungumza, nitakupa madini yote. Kwa hiyo baada ya kukusikiza nikaona yes. Search hivi kidogo nikaona biashara. Kwa hiyo nikawa sina pingamizi. Hii dhahabu hii naondoka nayo. Hapa B2B. Umetisha sana. Nimeenjoy sana. Karibu sana Njombe. Asante sana na uishi kwa mwaka huu Cheka Awadi, nadhani tutafika huko. Mwaka jana nilipata 3, lakini mwaka huu nadhani tutafanya kazi kwa ukubwa mimi na wewe ili tuweze kuwaleta watu. Na mwaka huu pia na sisi tuna tamasha letu ambalo tunafanya kila mwaka. Na jina sikutajii kwa sababu bado sijatangaza, ila inahusiana na wajasiriamali. Yaani event yangu nataka wakutane wajasiriamali. Na tunafanya mwisho wa mwaka kabisa. Kwa watu ukija pale tunataka upate elimu. Utapewa nafasi ya kukaa pale mbele uweze kuelezea kwamba mimi nahusika na hiki, nilianza hivi na hivi. Wakati huo vyombo vya habari vikikupeleka live moja kwa moja ili uwe sasa surprise kwa wale watu ambao wamekata tamaa. Kwa hiyo karibu sana Njombe. Mimi niko hapa. Nikupe nafasi sasa, sema na mashabiki zako na watu wako wa Tunduma, Songwe, wapi. Madam Cheka mwenyewe ndo huyu sasa. Jamani, Madam Cheka ni huyu hapa. Utafanyaje? Ndo mimi hapa kwa ambao walikuwa hawanifahamu na ambao wananifahamu. Na Madam Cheka siku zote mambo yake ni ya ukweli na uhakika. Kila kitu anachokuletea ni B2B. Kama hivi nafanya na Asili Yetu kwa sababu niliona ni fursa. Kwa hiyo kwa mbaya ulikuwa una sita kidogo, hebu tafadhali wasiliana na Asili Yetu ili uweze kukuza brand yako. Nachotaka kuambia mwaka huu tuna Cheka Awadi kama kazi tutafanya Septemba, tutakuja na tarehe. Kwa hiyo waimbaji, waigizaji, hebu naomba tuchangamkie haya majukwaa ili tuweze kukuza brand zetu, lakini kutanua wigo wa marafiki, kwa sababu unapokuwa peke yako huwezi kufanikiwa. Kikubwa nachoambia tuendelee kutuni 92.1 vipindi vyetu kila Ijumaa kuanzia majira ya 10 na kuendelea. Kipindi chetu ni Mambo Haya. Tunakuwa na mambo mengi ambayo wewe utaendelea kujifunza, lakini sasa unaweza kutangaza biashara yako kupitia kipindi chetu. Karibuni sana. Asante sana, umetisha, maana hapo kwenye sauti sasa ilibidi uwabembeleze wateja wasije wakakimbia. Umetisha sana na sisi tumeenjoy sana. Umepokelewa mjengoni kama yani nimeenjoy. Kwa nashindwa kuelezea, lakini tumeenjoy sana. Na moja ya mikoa ambayo mmetisha basi Songwe pia mmetisha sana. Kwa hiyo Asili Yetu Ladha Tour tunaamini kwamba tumepata familia, mambo makubwa yanakuja. Tunashukuru sana, karibu sana. Asante. Karibu sana Songwe. Tupo kama unavyosema kwenye Asili Yetu, ulipo tupo na sisi mlipo tupo. Asante sana. Asante sana. Mimi sina la ziada. Nyuma ya kamera tuko na Vani, lakini pia shukrani sana kwa Jesto Hardware ambao wanapatikana mkoani Njombe, lakini pia Dar es Salaam pia wanapatikana. Njombe ukifika stendi ya zamani wazingatie hao Jenga na Jesto Hardware ambao wao hutajutia kabisa. Unaweza kufanya mawasiliano nao kupitia namba za simu ambazo tumekuwekea hapo. Mimi nikutakia kila la heri.